Mtazamaji, karibu kwa lisali moja ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, na moja kwa moja ni kwamba viongozi na wakazi wa Murang'a wamekashifu tukio la jana ambapo afisa wa polisi alirekodiwa akimpiga risasi muuzaji wa barakoa ambaye hakuwa na silaha wakati wa maandamano jijini Nairobi, na kudai haki kwa mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang ambaye aliuliwa kwa njia ya kutatanisha. Kwa sasa mtazamaji, tunaungana na mwandishi wetu Robert Gakure moja kwa moja kutoka Murang'a atujuze mengi zaidi. Gakure. Naam, shukran. Moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a, na hii leo kwa sasa tuko katika eneo la Kiruri, eneo bunge la Kangema, na wakazi vile na viongozi wameendelea kukashifu visa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu zaidi wakati kuna maandamano. Kisa cha hivi karibuni kikiwa kisa cha jana ambapo inasemekana mfanyabiashara mmoja alipigwa risasi wakati wa maandamano, na ningependa kuzungumza na wakazi ili tupate hisia zao. Pengine wewe ukiwa mkazi, kumekuwa na migawanyiko baina ya viongozi ambayo inachangia vurugu hii yote na maandamano. Pengine ukiwa mkazi, wito wako ni upi? Kwa majina naitwa Duncan Muturi, ni mkaaji wa Kagema. Ambapo sisi watu wa Kagema, ile mambo inaendelea kwa nchi ya Kenya haitufurahishi hata kidogo. Kama jana tuliona wakati kulikuwa na maandamano huko Nairobi, polisi walitumia nguvu zaidi. Isipokuwa tunaelewa hata wanapolisi ni binadamu, lakini saa zingine kuna wakati wanaenda sana. Tunakashifu kabisa hiyo kitendo cha jana. Mpiga biashara mmoja ambaye alikuwa anaenda kutafutia watoto wake akapigwa risasi. Hakuwa na silaha yoyote, hakuwa na ubaya na mtu yoyote, lakini yule polisi alimpiga risasi. Alikuwa tu karibu na yeye. Kwa hivyo hata hakumrudishia kitu, lakini alimpiga risasi. Tunakashifu hiyo kitendo na tunaomba viongozi tafadhali wasikizane. Juu wakati viongozi wanaumizana kimaneno, hiyo ndio inaleta mgawanyiko kwa wananchi. Tunawaomba tafadhali wasikizane. Asante sana. Na inasemekana ama taarifa ambayo tunaendelea kuchunguza ni kuwa kijana ambaye alipigwa risasi na hapo jana ametoka eneo bunge la Kangema. Ningependa kuzungumza na mbunge wa eneo hili ili aweze kutuambia pengine wito wake, kwani visa hivi vimekuwa vikiendelea wakati kuna maandamano. Tunapata maafisa wa polisi wanatumia nguvu zaidi na hata kupiga watu risasi. Wito wako ni? Okay, asante sana. Lagu first of all ni kupeana pole sana kwa familia ambaye wa kijana waliweza kupigwa risasi. La kushukuru Mungu ni ya kwamba bado ako ICU, na tunaomba Mungu zaidi ili kijana aweze kupata nafuu, na tunaomba madaktari waweze kumshughulikia zaidi ili aweze kupata nafuu. Lagu ni kusema ya kwamba hilo jambo la jana la kijana vile alipigwa risasi, inaonekana kuna shida sana katika police force, kwa sababu kijana alikuwa peke yake, na enyewe alikuwa anaonekana kijana ni vile kulikuwa orova, kulikuwa na askari na bado kulikuwa na guns wengine walikuwa wamebeba miti. Therefore ilikuwa safe kwa kijana kukaa mahali alikuwa amesimama, kwa sababu pale alikuwa tu miongoni ama karibu na askari. Kwa hivyo angesaidika saidi yako na askari. Juu kutoka pale kama saa nyingine vile angetorokea pande ile nyingine, kuna wengine nao walikuwa na fimbo, walikuwa wanachapa watu. Therefore the insecurity in Nairobi was so confusing yesterday. Lakini I don't understand askari alifikia aje kufikiria kumpiga risasi. Juu he was not armed. Hata sikuona any confrontation. Jamaa alikuwa amesimama tu, alafu all of a sudden amepigwa risasi. Kwa hivyo kitu tungeomba ni ya kwamba first of all, katika hali ya maandamano ni vizuri sisi kama wananchi enyewe tuelewa ni binadamu, lakini askari naye tungewaambia at least wakuwe binadamu. Juu anaweza enda kufanya hivyo akuwa amepata hata ndugu yake ama his relative. Juu sikuelewa hata kidogo ni nini ilifanya huyo askari ashoot hiyo nini alishoot. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali first of all, huyo askari kwanza achukuliwe hatua kali, kwa sababu kama angekuwa confronted hata si wanadamu tungeelewa, lakini vile alipiga huyu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi. Hata huyu mtu anaweza onekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali katika hali ile ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang
Hii imefanyika jana ya Kariuki. Tunawaomba serikali ionekane ikichukua hatua kwa wale watu wanafanya hizo vitendo. Juu wakiendelea kufanya alafu wanaachiliwa wanaenda kotini, hii kitu itaendelea and Kenyans will never be safe to anybody. Yeah. Na pengine kwa kifupi, wito wako pengine kwa kamati ya usalama katika bunge la kitaifa kwa kifupi. Kamati ya usalama, mimi ningewaambia kwamba wasionekane tena wakiwa so lenient to the police force and the bodies which are supposed to be oversighting the police force. Juu saa ingine hata wakienda pale unaona as if they are asking them ile maswali inasemekana ya kwamba is suggestive questions. Wacha kamati iweze kuchukulia kama ni IG, because they are the one who oversight the IG. They are the one who oversight the IPOA. Wacha kama hizo institutions are not working, let the committee say they are not working. Let not give out suggestive questions or whatever. Let the committee be seen to be working. Kama IG afanyi, watu tuseme afanyi. Juu akiachilia polisi wafanye kazi vile wanataka, sisi wa Kenya ndio tutaumia. Na kesho yake itakuwa ndugu yangu ama ndugu yako. Yeah. Asante. Na ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia. Tutaweza hata kutafuta familia ambayo inasemekana ndio familia ya kijana ambaye alipigwa risasi hapo jana, ili tuweze kuandalia taarifa katika taarifa zetu ambazo zitafuata. Kwa niaba ya mpiga picha na vile kwa niaba ya runinga ya TV47 kutoka hapa Kiruri, eneo bunge la Kangema, jina langu ni Robert Gakure.